majina naitwa Harriet, ni mwanasheria na pia ni mkazi wa Dodoma. Jana nilikutana na ukurasa wa Alphanga Black au Mr. Alphonse Muyinga Instagram. Alipost kuhusu kutembelea shule hii ya msingi ya Michese, ikiwa ni moja kati ya shule za primary za hapa Dodoma. Niliguswa sana, nikamtafuta kwenye inbox yake, nikamwomba niweze kushiriki katika jambo lake na alinipokea vyema. Nashukuru sana kwa hilo. Na leo nimejiunga naye katika kutembelea hii shule kwa watoto wetu. Mimi binafsi nimeleta vitu vya wasichana, wanawake, sanitary pads, nimeleta toilet papers, nimeleta sabuni na vifaa vingine vya usafi. Hiyo yote ni kwa ajili ya kumlinda mtoto wa kike, promote confidence na pia kuprotect the health of our young girls. Bila kusahau, imekuwa sana ni tabia katika jamii kwamba tukio kama hilo linaachiwa viongozi peke yake. Ni kweli wanafanya mchango mkubwa sana. The likes of Honorable Mama Dorothy Gwajima, who really inspires me. Vile the recent speech of the Vice President, Honorable Dr. Emmanuel Nchimbi, who spoke about women in a very uplifting way, and it also touched my heart, and that is why I'm here today. Lastly, I call upon each one of you. I call upon community members, I call upon professionals, business people, and everyone else to come and support our public education system. As we all know, watu wengi waliofanikiwa, viongozi wetu wengi wametoka katika hizi shule pamoja na sisi wenyewe. Kwa hiyo tusaidie katika ukuaji wa hizi shule zetu za serikali za msingi, kwa kuwa ndipo vipaji vinapotokea huku chini. Mzalendo Alphonse ni mtu mzuri, nilivyoona vile ni mtu ambaye amekuwa akijitolea, sio tu tukio moja hilo alilotangaza la leo, pia kuna juzi alisaidia madereva pikipiki. Kwa hiyo nimekuwa nikifuatilia sana ukurasa wake wa Instagram. Ni mtu ambaye ni mfano wa kuigwa katika jamii. Niko tayari kushiriki kwa kuwa mimi pia ni humanitarian, ni mwanasheria, kwa hiyo naguswa na kusaidia jamii yangu. Kwa hiyo likitokea jambo lingine ambalo atalitangaza, nikiwa na muda na nafasi na resources, nitashiriki vema kama hii ya leo. Niongeza yangu tu ni kuiomba jamii shiriki wote kwa ujumla, pia kumshukuru Mheshimiwa Rais pamoja na viongozi wengine ambao wamekuwa mstari wa mbele kusupport elimu yetu, shule zetu za msingi za hasa hizi za serikali ambazo ni elimu bure, lakini pia kuna vitu vidogo vidogo ambavyo vinasaidia katika ukuaji wa hizi shule. Kwa hiyo niwashukuru viongozi wote. Mama Dorothy Gwajima ni kiongozi ambaye amekuwa akijitokeza sana. Hata ukiangalia Instagram yake, watu waga wakipataga matatizo waga wanamtag na anakuwa mstari wa mbele ku reply zile comments. Atatoa namba yake ya simu, atatoa msaada, piga namba hii, nenda ofisi hii, ustawi wa jamii, anzia hapa na hapa na hapa. Kwa hiyo amekuwa she is very communicative. Kazi anayoifanya sio ndogo. Najua sipo mimi peke yangu, wengi tunaona mchango wake katika jamii na tunakuwa na sisi tunaguswa kufanya kwa uchache wetu ili kuweza kusaidia wengine. All in all, we should create a culture where giving is not occasional but intentional. We should create a culture where supporting our public education system is not an option but a shared duty. And together we will create a future where every child has the right tools, the right facilities, has the level of confidence needed to grow, learn, and thrive as a great leader in the future. Thank you.